Sisi ndio tutakuwa wadhibiti wa viwanja, tunavitembelea vile viwanja. Naamini viwanja vyote vitakavyokuwa vinafanyika sikukuu, kamati za ulinzi na usalama za wilaya pamoja na halmashauri wamesha vitembelea, na kama vimetembelewa, naamini kwamba vitakuweko katika mazingira mazuri. Sasa katika viwanja hivyo kuna taratibu zile tulizitoa, ni imani yangu kwamba vitakuwa zimefuatwa. Sasa katika viwanja vile kuna vitu kidogo tunaviomba mtusaidie. Masheha wote wa mkoa wa Mjini Magharibi, katika vile viwanja vya kuchezea watoto, ili kuepuka na masuala ya udhalilishaji wa watoto pamoja na mambo mengine ambayo yanayotokea sana kule, basi vibali vya mziki tuweze kujizuia kuvitoa tayari, na vibali hivyo tuvitoe, isipokuwa kwamba wenzetu wa Baraza la Sanaa, Sensa na Filamu wao watakuwa wana kazi nyingine ambayo ya kutoa vibali hivyo, kama ambavyo sheria yao na taratibu watakuja kuzieleza wenyewe zilivyo, kwamba kuna maeneo maalumu yaliyotengwa ambayo yenye sound proof ndio ambayo yatakayoweza kuruhusiwa kuweza kupiga mziki ili usiwakere na wengine tayari. Kwa hivyo tunakuombeni katika hili, wakuu wetu masheha, tusaidieni sana katika kufanya inspection. Mna wajumbe wenu 10 na pengine wajumbe 10 mna 10 zaidi, mna kamati zenu mbalimbali, murikeni kidogo kuhusiana na hali hii ili tuweze kuokoa hili taifa la kesho ambao ni watoto wetu. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayeweza kukiuka taratibu, basi tunaomba mtuwasilishie kwa haraka ili wenzetu wa Baraza la Sanaa tuweze kushirikiana nao katika kuchukua hatua pamoja na taratibu kama sheria ambavyo inavyoelekeza. Baada ya hayo, nafikiria kwamba mengine yote ambayo yanahusiana na shughuli za uhalifu pia nayo tutataka tuyajue tayari. Tusikubali katika sikukuu hii watu wanafurahi, lakini baadaye kwamba wakawa wanakwazwa na mambo ambayo yanaweza yakawavurugia furaha yao. Kwa hivyo nakuombeni masheha, sote tushirikiane kwa pamoja katika kuhakikisha maeneo ya mkoa wa Mjini na Magharibi na viunga vyake yanabakia kuwa katika hali ya salama, amani na mshikamano. Kwa sababu masheha mna dhamana wakati mwingine kutoa kibali kisitolewe, mna mabuku yale ambayo tumewapatieni. Sisi tukikuta kibali hichi, ndio maana tunamshukuru sana mkuu wa mkoa kwamba kaeka hili swala hadharani. Sidhani kama kutakuwa na sheha sasa atakuwa hajui. Sijakasema wewe kwamba kachongewa na Baraza la Sanaa, usitoe. Na ukikikuta kimetoka kizuie. Masheha wakati mwingine mnatupigia simu, wewe ile shehia yako umekuta kibali kimetoka, kizuie, kwa sababu utasema kuna masheha wawili ndani ya shehia hii. Zuia, chukua hatua. Kuna udanganyifu utakuwa umefanyika hapo. Mnakuwa mnatupigia simu, mmekuta kibali kwenye shehia yangu sijui. Wewe ndio sheha bwana, hakuna sheha mwingine. Kama hujatoa hicho kilichotoka, maana yake wewe kamata. Endelea na taratibu zako. Mie kwa hilo wala sipigiwe simu kwamba nifanye nini. Lakini mwisho tushirikiane, kasema hapa mkuu wa mkoa. Lolote ambalo unaona ukikaa kimya utasema sheha kabariki. Mbona muziki unalia daraja bovu? Mbona muziki unalia Kisauni? Mbona muziki unalia Chukwani? Hapa sheha kabariki hapa. Wewe ukishaona kwamba kuna hizi, basi tupe taarifa, tutaona yes sheha huko kwako kuna maudhi. Sisi tutashirikiana na vyombo. Mkuu wa mkoa alhamdulillah, ukimpigia simu saa 8 za usiku anapokea, anakupa maelekezo kwa ajili ya hatua. Mimi halikadhalika, wakuu wa wilaya halikadhalika, alhamdulillah, kurugenzi na wa manispaa wapo hapa. Ukileta hiyo taarifa itafanywa kazi ndani ya dakika 10. Hatutaweza kuistamilia kauli ambayo tunaizungumza hadharani. Kuna huyu anazungumza speaker na kaswida. Inategemea sasa. Na hapa mama uwe makini kweli. Na ndio wanapozungumza.
na anakuja hivyo hivyo, na kwetu anakuja hivyo hivyo, si speaker kidogo tu hivi na kaswida. Wengine sio wa kweli hawa, anaanza na hivyo speaker na kaswida, ukimya ukitaradad, yeye sasa ndo anamweka Diamond na nani. Kwa hiyo mwe makini sana wanapokuja au tunapowakuta kwa namna hiyo. Sisi tumekuwa tuna uzoefu, wanaweza kuondoka pale pashazimwa kabisa, chukua mita 100 tutausikia huo kama ukuuzima. Kwa hiyo hii isitumike kama ni nafasi, tuwe makini. Lakini michezo ya kuigiza hii nafikiria tumeiruhusu, alimradi kuwe kuna uigizaji. Na kweli katika kuigiza anatumia maiki hivi kwa sababu kwenye kiwanja cha watu 1000 uwanjani hakuna ambaye ataelewa kinachozungumzwa. Kwa hiyo anatumia maiki, haina shida. Na kweli katika kutumia maiki wakati mwingine wanatumia sanaa, wanaghani, wanafanya hivi ili watu waje, lakini unajua kwamba hapo kuna uigizaji, hakuna mziki. Kwa hiyo michezo ya kuigiza tuiruhusu, sina objection nayo.